So hii ni moja kati ya kazi ambayo ulikuwa unaizungumzia. Kazi kubwa. Ni kubwa lakini kubwa zaidi. Kubwa zaidi ni hii hapa. Ambayo tunasema serikali imeweza kutazama pia. Ndio. Sawa. Kwa mfano sasa huyu tembo na mtoto wake mpaka afikie ukubwa huu, yani mpaka afikie hapa stage hii aliyofikia. Ni hatua zipi ambazo anazipitia? Huyu cha kwanza ni tunatumia ili kupata structure. Lazima tunatumia nondo kwanza kuchomelea, ni kama mfumo wa skeleton. Kwa hiyo tukishachomelea tukapata vile ramani yake alivyo, basi tunachukua nyavu tunazivisha kufuata vile ramani yake alivyo, alafu tutaandaa udongo, ndio tunaanza kumchapia mpaka kufikia hatua fulani. Basi wakati huo ndio tunaanza sasa kutafutia shape ya mnyama alivyo. Ndio. Kwa hiyo kule ilikuwa tunaanza na kiroba tunajaza mchanga. Huko tunaanza na nondo. Nondo. Okay. Lakini pia naona pale yule ni mnyama gani tunaye? Yule ni kudu. Kudu. Lakini kwa jina la wengi wanamfahamu kwa jina la tandara au paa. Wengi wanamuita yeye. Kwa hiyo naye anapitia stage zote kama huyo. Ndio. Ingawa yule hasumbui sana kama ilivyo tembo. Yule mkubwa. Yule ni mkubwa. Okay. Na huo mti pia? Huo mti nao ni maandalizi kama ilivyo pia tunapomwandaa mnyama, lakini naye ni mfano huo, ingawa bado finishing bado haijaisha kwa sababu patakuwepo na nyani hapo juu. Kwa hiyo itakaa vizuri zaidi atakapomaliza. Naamini hii itakuwa ni moja pia kati ya alama kubwa katika mkoa wa Iringa. Ndio. Okay. Kazi ya mikono yako. Hongera sana. Asante sana. Hajakamilika, si ndio? Hapa bado, lakini matazamio yetu kwamba watu waje wa kuona kazi yangu ikiwa na ubora mkubwa zaidi kwa kiwango kizuri. Natamani pakiwa green nzuri sana. Mwisho wa siku hata kazi za kutunza mazingira manispaa, basi nambari 1 anipe mimi. Kwa hiyo hapa ndo tunaanza kupanda nyasi, mambo mengine yanaendelea. Ndio tunapanda nyasi, baadaye tutapanga foot step hizi kwa ajili ya watu kuingilia na labda kama mtu atahitaji kupiga picha au kuangalia moja ya kivutio ambavyo tulivyo navyo. Kwa mfano alama yetu kwa mbuga yetu kubwa hii Ruaha, basi ni kudu. Huyu hapa mnyama unayemuona hapo. Na ni mbuga yetu cha kwanza ina vivutio vingi sana. Ukija ukiangalia pia ni kubwa, lakini pia ina watembo wakubwa sana. Kama unavyoona na mimi basi nimetengeneza tembo mkubwa. Kwa kweli tunafurahi sana. Kwa mfano kama tembo kama huyu anachukua muda gani kutengeneza? Huyu anachukua ndani ya siku 20 mpaka 24. Lakini kwa kuwa nimefanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, imeenda mwezi mmoja na wiki moja sasa. Okay. Shukrani sana. Yapi mafanikio ya kazi hii? Naweza kusema cha kwanza namshukuru Mungu kwa sababu nimekuwa na uthubutu wa kufanya hii kazi. Nilivyoanza na nilivyo sasa ni tofauti mkubwa sana, kwa sababu ukija ukiangalia miaka ya nyuma nazidi kupambana na haso kwenye hii kazi. Najaribu kufikiria hivi na mimi kuna mtu atakuja niamini anipe kazi kubwa angalau kufikia milioni 1. Lakini ilikuwa ngumu sana. Mwisho wa siku nimekuja nikipanda, lakini siku hizi unakuta nashika kazi milioni 3, milioni 5 na ninajenga, na tayari nimenunua pikipiki zinafanya kazi, na tayari nina mashine ya kukatia nyasi kwenye garden, na bado tena nina uwekezaji mkubwa tu kupitia kazi hii. Malengo nini ambacho unatazamia baadaye? Niseme natamani sana, ndoto yangu kubwa ni kwamba nije kuwa na kampuni kubwa ambayo italenga zaidi kuwainua vijana kuwa kama mimi, ndio wafanye kazi kama hii. Lakini pia nije kuwa na kama tuseme darasa la kuwafundisha
ili waweze kufahamu kiundani zaidi na kuwaelekeza namna ya masoko wanapataje kwenye hii kazi. Ndio. Naona una vijana wanaendelea kufanya kazi hapa. Una vijana wangapi ambao umewafundisha kazi hii na wanaendelea kufanya kazi hii? Nina vijana mpaka sasa wako 8. Lakini sasa wote wako vitengo tofauti tofauti. Kama ulivyoona hapo kwenye hicho kiunga hapo roundabout, wengine wanapanda nyasi pale. Wanyama tushamaliza kuwatengeneza, ndio tumeanza sasa kupanda nyasi. Kwa hiyo wale wapo kwenye masuala ya garden zaidi, nimewafundisha huko, wako 3. Lakini hapa pia yuko kijana mmoja ambaye ni huyu yuko hapo, anaendelea na kazi ya kukutana na wateja hapa na kuniunganisha nao wakati niko mbali. Lakini pia ninaye fundi ambaye anatengeneza viungo vya maua. Baada ya kuona mimi niko busy sasa kwenye hizi kazi za kutengeneza wanyama vinyago, sasa ndo nikaamua kumchukua, naye niko naye, nimemfundisha, anaelewa na anaendelea na kazi hapo. Nini wito wako juu ya vijana, jamii, serikali kuhusu kujishughulisha ama kufanya kazi? Mimi ambacho ningependelea zaidi kwa si vijana ni kwamba elimu ni msingi sana. Lakini pia wajaribu kuangalia kile kitu ambacho kiko ndani yake anachokipenda, ambacho pia anaweza kawa na uthubutu wa kukifanya na kikampa manufaa zaidi. Asilenge tu moja kwa moja kusubiri ajira. Ajira inaanza na kujiajiri mwenyewe, kwa sababu ukishakuwa umejiajiri mwenyewe pia unaweza ukaona mwangaza mkubwa sana wa mafanikio. Ukalinganisha ningeajiriwa na ninapofanya kazi yangu hii vipi, malengo yangu yanatimiaje kwanza. Ndio. Lakini pia ningeweza kuwasihi pia vijana kuwa na mtazamo chanya kidogo kwa mambo ya tuseme kama kwa kile kipaji mtu alichonacho, yani kwa kuanzisha labda shughuli ambayo inaweza ikamletea manufaa. Yani awe na uthubutu kidogo wa kuweza hata kuweza kujiwekeza hapo, kuliko labda akasubiri kuajiliwa kama nilivyosema hapo awali. Hiyo kidogo inaweza ikamletea mafanikio makubwa. Wito kwa serikali pia? Wito kwa serikali ningeweza kupendekeza kwamba kwa vijana ambao tayari wana ujuzi kama huu wa kwangu aidha tofauti, basi waweze kuwatazama angalau kwa jicho la 3, angalau sasa waweze kuwafanikisha zaidi, hata kwa maana kwamba kuwapa mikopo kwa urahisi ili kuweza kujitegemea na kuweza kuinuka zaidi. Na vijana pia wakaacha kuwa tegemezi. Ndio. Unazungumzia habari ya mitaji? Mitaji ndio. Wewe mtaji wako ulitoa? Mimi nimeanza kigumu, lakini mwisho wa siku nimetoboa. Na hivi ndivyo Bwana Samuel Lyamuya anavyonufaika kutokana na sanaa hii ya ufinyanzi anaoifanya hapa mkoani Iringa katika maeneo ya Sabasaba ndani ya manispaa ya Iringa. Mimi ni Catherine Msumange. Asante, naendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @Travel TV.